kwa namna tulivyofanyiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019, tukienda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 bila marekebisho ya kikatiba na kisheria yenye kuwezesha uchaguzi huru na haki, kwa aina ya utawala wa CCM watakwenda kupora uchaguzi kweli kweli. Na niliwaambia yale kwa sababu mwaka 2015 ulikuwa ni mwaka ambao CCM kimsingi iliondoka madarakani. Mwaka 2015, lakini wakafanya uwizi wa kura. Wakati ule mgombea wa urais wa Chadema, kwa kura walizozitangaza wao, walisema alipata 39% ya kura, takriban 40%. Lakini kwa taarifa za ndani ya serikali yenyewe inaonyesha mgombea urais wa Chadema wakati ule alipata zaidi ya 50%. Kwa hiyo baada ya CCM kuona wamekushafikia kwenye kona ya kuondoka madarakani, wakakubaliana, yani hata kama rais asingekuwa Magufuli baada ya uchaguzi wa 2015, kimsingi kwa zile kura ambazo Chadema ilipata, wakakubaliana kwamba lazima ianze safari ya kukibomoa hiki chama, kwa sababu hiki chama cha Chadema kinakwenda kuiondoa CCM madarakani. Kwa hiyo ndio wakaanza kwanza, zuia bunge lisirushwe live, funga mikutano ya hadhara. Lakini pamoja na matendo hayo, Chadema ikaendelea kufanya siasa kwa njia mbalimbali, ndani ya bunge, nje ya bunge, mtaani, chini kwa chini, mpaka ikafika uchaguzi wa 2019. Tumekaa kwenye kikao, tunaambiwa taarifa, Rais Magufuli tunaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Alikuwa rais wakati huo. Anawaambia watu wake, inawezekanaje hiki chama tulichokibomoa kwa muda wote huo kimeweza kuwa na wagombea wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, kwenye vijiji karibu vyote. Wakaona sasa hiyo ni safari ya kuondolewa 2020, wakawaondoa wagombea. Na ndio maana nikawaambia mwaka ule wa 2020 kwamba bila marekebisho ya katiba na kikanuni ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, 2020 wanatuibia tena. Sasa wakatuibia, wakamuibia Lissu, wakatuibia wabunge, wakatuibia madiwani. Baada ya kutuibia kwa kiwango kile, sisi Chadema tukaweka msimamo wa kutotambua ule uchaguzi wa mwaka 2020, na tukakubaliana Januari 2021, Magufuli bado akiwa hai, kwamba iwe mvua, iwe jua, iwe risasi, iwe nini, lazima tudai mabadiliko kuwezesha uchaguzi huru na haki. Miezi michache kabla tujaanza operation, Mwenyezi Mungu akamtoa Magufuli. Sasa Mwenyezi Mungu alipomtoa Magufuli, watawala hawakujifunza kwamba hakuna mwenye mamlaka ya kimungu kwenye utawala wa CCM. Rais Samia akaanza utawala wake, akaanza na lugha ya kazi iendelee, akatengeneza matumaini hewa. Chadema tulipoanza tu madai ya msingi ya katiba mpya,
Samia huyo hapa Mwanza akamkamata aliyekuwa mwenyekiti Mbowe, akambambika kesi ya ugaidi kwa madai kwamba ni chokochoko za katiba. Mbinu hii Samia aliyoitumia Julai 2021 kumbambika kesi Mbowe ya ugaidi ili Chadema iseme Mbowe sio gaidi, Mbowe sio gaidi. Mbinu hiyo Samia ameitumia sasa kumbambika kesi ya uhaini Lissu ili Chadema ibaki iseme Lissu sio maini, Lissu sio maini, free Tundu Lissu. Safari hii kwa sababu tulishajifunza kwa walichotufanyia mwaka 2021, tulikaa viongozi wakuu tukiongozwa na makamu mwenyekiti Heche, na tukazungumza na Mheshimiwa Lissu mwenyewe, na tukakubaliana kwa pamoja kwamba wakati yeye akiwa gerezani, wengine tuendelee na mapambano